Jambo ambalo sitomsahau Bwana Msopa kwa sababu alianza kuhubiri dini akiwa mdogo, na kina Sheikh Rajab Salumu hawa bwana kina Kadogo hawa vijana wangu hawa maskini. Kwa hiyo na mimi naombea dua hawa waliobaki, Mwenyezi Mungu na hawa awape umri waweze kuendeleza kazi hii. Pata ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa kutokana na kufanya kazi karibu na wanazuoni ambao wamekuwa wakimuongoza kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba amefariki. Ni utaratibu ambao kila mmoja wetu atapitia utaratibu, lakini tunasema kwamba tulikuwa bado tunamhitajia sana kwa maana ya utekelezaji wa majukumu. Kwa hivyo ni mtu mzuri, ni mtu ambaye tunaamini kwamba alikuwa anafanya vizuri katika juhudi mbalimbali. Binadamu kosi mapungufu, yatakuwa mapungufu yake, lakini kubwa zaidi ni kwamba ni kumsamehe pale ambapo alipokosea kama binadamu, na sisi tumeagizwa mara nyingi tuzungumze mambo yalikuwa mema ya maisha yetu. Kwa hiyo tunazungumza yale mazuri ambayo alifanya Msopa, Chifu Msopa, na tunaamini kwamba yale mazuri aliyoacha yataendelezwa na wale waliobakia. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli tunaamini kwamba alikuwa na mchango mkubwa tu katika hizi juhudi mbalimbali za umma. Kabla kumaliza sekunde, labda taarifa za kifo chake wewe ulizipataje? Taarifa za kifo mimi nimezipata wakati niko kwenye msiba wa ndugu yetu mhadhiri ambaye tumemzika juzi, Sheikh Hamim Bosa. Tulikuwa jana alasiri katika mazishi yake au katika maandalizi ya kumsafirisha katika msikiti wa Chiota. Pale ndipo ambapo tulipopata taarifa kwamba Chifu Msopa amefariki, na tunataka kujua amefariki kwa namna gani. Tukaeleza kwamba ni katika watu ambao wamepata athari za matukio ya juzi haya ya mashambulizi ya matumizi ya risasi wanayovumbuliwa sasa kufariki. Kwa hiyo tupata taarifa zake tukiwa kwenye msiba, na kwa namna yetu tukajiandaa kwa ajili ya mazishi. Labda kwa nafasi nyingine tunaona kuna kamati au niseme kuu ya wahadhiri, kama wao wahadhiri, kipi ambacho chaweza kujifunza au kipi ambacho unaweza kuambia kutokana na msiba huu? Mimi nafikiri tumewaona wote wakiwepo pale. Kubwa zaidi ni kwamba waendeleze mshikamano, kwa sababu huu walionyesha pale mshikamano, na tunasema ni jambo zuri zaidi waendelee kufanya hivyo, kwa sababu ni muhimu pale ambapo mtu anapokuwa na matatizo, yani siwe ni kwenye mazishi tu, lakini pale pia anapokuwa na shida, labda mtu ni mgonjwa, basi waende wakamwone kama walivyofanya kwenye tukio hili. Kwa hivyo isisitize ule umoja na mshikamano kama walioonyesha hapa leo.